qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbuka Mola wako alipowaambia malaika, mimi ninaweka khalifa katika ardhi. Kwa hiyo sote sisi ni makhalifa. Na khalifa huwa ni mtu aliyeshika nafasi ya kiutawala, anasimamia mambo kwa utaratibu aliopewa na bosi wake. Kwa kizungu wanamuita vicegerent. Zama za ukoloni huko, nchi zetu zilipokuwa zinanyang'anyiwa na mataifa makubwa, hata Tanzania chini ya Mjerumani ilikuwa ni Ujerumani. Kiongozi mkuu anayesimamia mambo ya Tanganyika anakuwa ni gavana wa Ujerumani. Na ilipotawaliwa na Uingereza ilikuwa ni Uingereza. Taratibu zote, sharia zote zinatoka London. Kiongozi mkuu wa hapa anakuwa ni gavana wa Uingereza. Na raia wanakuwa ni Waingereza. Nchi hii mali ya Uingereza. Kwa hiyo taratibu zote zinazofanyika za Uingereza. Anayekuweko hapa hasemi na nchi yangu. Hana uwezo wa kuunda jeshi hapa. Hana uwezo wa kusema napeleka mswada bungeni nirekebishe sharia, yote yanafanywa Uingereza. Yule wa hapa ni khalifa tu. Ni kama mkuu wa mkoa. Mmenifahamu vizuri eh? Kwa hiyo na sisi na werevu wetu, ujanja wetu na mali tunazomiliki na kila kitu, sote tuko chini ya himaya ya Bwana mmoja. Alitaka tufanye mambo ya hapa kwa utaratibu wake, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni makhalifa wa Allah, katuletea utaratibu. Makosa tunayoyafanya, mambo yetu mengi tunaendesha kiuwenyeji kwa matashi yetu. Yeye kaweka utaratibu, hatuheshimu utaratibu wake. Katuletea mpango kazi, tumeutupilia mbali, tunajipangia wenyewe. Asa hichi tunachojipangia wenyewe ndio inakuwa hawa nafsi. Tunafata matamanio yetu. Tumeacha alichotupangia, tunafata matamanio yetu. Kwa hiyo Daudi na wengineo wanapofanyiwa mitihani kama hiyo, wanafanyiwa ukaguzi kila wakati, wako sawa? Na kama kuna sehemu kadhoofika kidogo, anakumbushwa hapo unakosea, kuwa muangalifu. Kwa hiyo Daudi na dhamana kubwa aliyopewa, ufalme mkubwa aliyokuwa nao, bado alikuwa chini ya uangalizi. Anaangaliwa na yeye. Kwa hiyo kwa mtihani aliyopewa na akajua alikosea, kesi kahukumu sivyo, ni kinyume na taratibu za kisheria. Akaonywa, ya Daud, ewe Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, sisi tumekujalia wewe hapo kwa dhamana ulionayo, ni mwakilishi wetu tu, ni khalifa wetu hapo ardhini. Mambo yaendeshe kwa utaratibu tunaotaka sisi. Ai maana yake, istakhlafnaka ala nasi, tumekufanya wewe ni khalifa tuliyekupa majukumu ya kuwasimamia watu wenzako. Litadbiri shuunihim, tumekupa dhamana ya kuwapangia watu mambo yao. Wa masalihihim, tumekupa kazi ya kusimamia watu maslahi yao. Kuwepo kwako watu waneemeke, wapate rehema ya Allah, mambo yao yaende sawa, uwasimamie vizuri. Ndo kazi ya kiongozi. Fahkum baina nasi bilhaqi. Kwa hiyo katika masala ya kukengeuka, kuvunja sharia, makosa ya jinai, wewe ndo kadhi. Yakija masala hayo, hukumu baina ya watu kwa haki. Na haki shariatullahi, ni sharia ya Allah. Tenda haki kwenye hukumu. Fahkum bainahum bil adli, hukumu kwa uadilifu baina ya watu. Wa bi shari'ati llahi, na utumie sheria ya Allah.
Mwingine kaamka kwake kakero asubuhi, jaji kaja mahakamani na hasira zake. Anakuja mtu na kesi ya kuiba ndizi, anamwambia nitakufunga miaka 15 jela. Natoa adhabu kali ili iwe fundisho kwa wengine. Mmezoea kudhoofisha juhudi za wakulima. Sasa thamani ya ndizi na adhabu anayopewa mtu havifanani. Na Allah hataki mtu kupewa adhabu zaidi ya kosa lake. Yeye mwenyewe hafanyi hivyo. Kwa hiyo ukihukumu baina ya watu, kuwa muadilifu. Fahkum bainahum bil adli, hukumu baina yao kwa uadilifu. Wa bi shari'ati llahi, na utumie sharia ya Allah. Yote mnayofanya hapa ni sehemu ya utumishi wenu, nyinyi ni watumishi. Na kuna siku mmetengewa kuja kupewa matokeo ya kazi zenu, mulipwe ujira wenu. Asa mkiharibu kwenye utumishi, mnaenda kulipwa nini? Hichi unachokifanya hapa leo, unahukumu, unalea watoto, unafanya biashara, unafanya hili na lile, ndo amali zako hizo. Ukizifanya kwa ajili ya Allah zinakuwa ibada. Maana yeye ndiye anayeabudiwa, na katenga siku ya kwenda kuwalipa watumishi wake ujira wao. Lakini hatolipa pumba. Tenda kitu kilichonyooka kwa mujibu wa utaratibu wake, kikubalike kwa vigezo vya huko, ukalipwe ujira wako. Ukifata matamanio yako ya nafsi, unaharibu kila unachofanya. Huna cha kwenda kulipwa, utastahiki adhabu. Kwa hiyo hukumu kwa haki baina ya watu, na utumie sharia uliopewa, sio matamanio yako. Allati anzalaha alayka, tumia sharia za Allah ambazo kakuteremshia. Wala tatabi'il hawa, usifuate matamanio, usipelekeshwe na akili yako kwamba siku ukihamaki unahukumu umehamaki, kwa hiyo unamkomoa mtu. Au amekuja wawili, mmoja rafiki yako ndo mkosa, unampendelea huyo jamaa yangu. Tenda haki kwenye hizo nafasi, usifuate matamanio ya nafsi. Fayudillaka an sabilillah, matamanio ya nafsi yatakupotosha utoke kwenye njia ya Allah. Hutofuata utaratibu, kazi zako zitakuwa za ovyo, hazistahiki kwenda kulipwa siku ya malipo. Yani la tatabi hawa nafsi, usifuate matamanio ya nafsi. Fil hukumati, katika kutoa maamuzi, kwenye kuhukumu. Wa ghairiha, na kwenye nafasi nyingine, kwenye majukumu yako ya usimamizi. Tenda haki, usipelekeshwe na matamanio ya nafsi. Ukifuata matamanio ya nafsi, fayudillaka ittiba'al hawa, kitendo chako cha kufuata matamanio kitakupotosha, kitakupoteza an dini llahi alqawim, utaachana na utaratibu wa dini ya Allah iliyonyooka. Dini imekuwekea mfumo mzima wa maisha, hukuridhika nao, unafuata mila na tamaduni nyingine pamoja na rai yako, akili yako ya kuzaliwa. Hutoitendea haki dini, utafanya mambo yako nje ya utaratibu, au utakuwa ni mwenye kufanya chini ya kiwango. Ulitakiwa ufanye 100%, unafanya jambo kwa 20%. Hapa utakuwa unakosea, unatumia time yako vibaya. Wa shar'ihil mustaqim, matamanio yatakutoa kwenye sharia ya Allah ambayo imenyooka. Hakuna muadilifu wa kumshinda Allah kwenye masala ya sharia. Kwa hiyo umepewa sharia, fata sharia. Umepewa dini ambayo ni mfumo mzima wa maisha, kuwa muangalifu, uyasimamie majukumu ya watu kwa mpango aliyoutaka Mola wa watu. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi, hakika ya watu wote ambao wanaachana na dini ya Allah. Dini imeelekeza hivi, wao wanafanya si kwa mujibu wa dini ilivyotaka. Watu wote wanaofanya mambo yao nje ya utaratibu wa dini ya Allah, lahum adhabun shadidun,
hawa watapata adhabu kali. Ni kama ile iliyozungumzwa kwenye suratul Maida, walam yahkum bima anzala Allahu faulaika humul kafirun adh-dhalimun al-fasiqun. Watakuwa makafiri, watakuwa madhalim, wamezulumu. Yani kwenye hizo sharia zako unazopenda, jitahidi utende uadilifu. Kama hazikubaliani, ziko tofauti na za dini, hata uadilifu ukitenda kwenye sharia nyingine, wewe utakuwa umepotea tu kama walivyopotea wengine, na utapata adhabu, kwa sababu kipo kitu umepewa, tumia hiki, ukakataa kukitumia kwa kumdharau aliyekupa. Kwa hiyo wote wanaotoka kwenye taratibu za dini, lahum adhabun shadidun, ipo kwa ajili yao adhabu kali. Innal ladhina yanharifuna an dinillahi wa shar'ihi, watu wanaokengeuka wakaacha kufuata taratibu za dini ya Allah kwenye mambo yao, na wakawa wanahukumu nje ya sheria ya Allah, lahum adhabun shadidun yawmal qiyamah, hawa ndio watakaopata adhabu kali siku ya kiyama. Bima nasu yawmal hisab, kwa sababu walidharau kujiandaa, kujitayarisha na siku ya malipo. Yale ya kwenda kulipwa kule hawakuyafanya, na yale yanayowatia matatani ndiyo ilikuwa chaguo lao. Wamedharau kujitayarisha na siku ya malipo, wakafanya mambo yao chini ya kiwango au nje ya utaratibu. Hili linakuwa ni tatizo litakalowasababishia adhabu. Lahum adhabun shadidun yawmal qiyama, watapata adhabu kali siku ya kiyama. Bima nasu yawmal hisab, ay bisababi nisyanihim wa tarkihim, kwa sababu ya kusahau kwao. Na sikusahau kwa kughafilika ukasema nilikuwa sijui, hii ni sahau ya dharau. Kile chenye umuhimu kwako ulikidharau. Watarkihim, alafu ukakiachilia mbali. Watarkihim suluka sabilillahi, kuacha kwao kufuata njia ya Allah, na kudharau kujiandaa kwa kutenda yatakayofaa kulipwa siku ya malipo, watapata adhabu kali. Wa adami imanihim biyawmil hisab, yote hayo yanasababishwa na kwa sababu ya kutokuamini kwao kuwa kuna siku ya malipo. Wewe unaamini hichi kitu kina manufaa kesho, na una hakika kesho utakuweko huko, kwa nini usijiandae na hichi cha kukunufaisha kesho ukakiacha? Kwa hiyo hili ni kosa kubwa litakalomgharimu mtu baada ya kuondoka juu ya uso wa ardhi. Yatawapata makubwa, liannahum, kwa sababu watu hawa, lau amanu bihi, kama hapa duniani wangelikuwa wanaamini kuwa kuna siku ya malipo, la aaddu zada liyaumil maadi, wangeandaa masurufu, wangechukua vitu vya thamani vitakavyowafaa siku ya kurejea kwa Mola wao. Lakini kwa sababu hawakuamini kuwa wakitoka hapa kuna mahala wanakwenda, na hawakuamini kuwa huko wanakokwenda kuna hitaji maandalizi, wamekataa kujiandaa na hawakufanya vizuri. Qala Abu Hayyan, amesema Abu Hayyan, waja'aluhu ta'ala Dauda khalifatan fil ardi, kumjalia kwake Allah kiumbe wake huyu Daudi kuwa khalifa katika ardhi, yadullu ala makanatihi alayhi salam wastifaihi lahu, ni dalili ya cheo chake kikubwa Daudi mbele ya Mola wake, na pia ni dalili ya kuonyesha Daudi dhamana alionayo ni uteuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amemteua akampa hiyo nafasi, kwa hiyo ana haki ya kumwelekeza, kumpa mitihani, kumgomba, kumuongoza, kumuonya. Ni dalili kwamba ni chaguo la Allah. Nafasi ile kapewa kwa uteuzi, kateuliwa miongoni mwa wateule wa Allah. Wayadfa'u an sadri man nasaba ilayhi shay'an mimma la yaliqu, na pia aya hii inaepusha kwenye ufahamu wetu
kung'ang'ania ufahamu wa yale mambo anayonasibishwa nayo Daudi ambayo hayafanani na maasumu. Mtu anayepewa cheo na Allah anakuwa na isma ya Allah. Kwa hiyo kuna watu wamemzushia mengi Daudi ambayo sio sahihi kusifiwa nayo mtume. Bimansibi nubuwa, amesingiziwa mengi Daudi na watu ambayo hayafanani na mtu kama yeye kwa nisba ya nafasi ya utume aliyopewa. Ya Daud, ewe Daudi, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, usijisahau sisi tumekujalia wewe ni mwakilishi wetu hapo ardhini. Unayoyafanya unatuwakilisha sisi, na sisi hatukubali kuwaibishwa, kupewa sifa mbaya. Tuwakilishe vizuri. Fahkum baina nasi bilhaqi, hukumu kwa haki baina ya watu. Wala tattabi'il hawa, usiendeshwe na matamanio ya nafsi yako na elimu yako ya chuo kikuu. Fata utaratibu tuliokupangia. Fayudillaka an sabilillah, ukipelekeshwa na akili yako itakupoteza na njia na utaratibu wa Allah. Na ujue ukifanya hivyo, innal ladhina yadhilluna an sabilillahi, hakika ya watu wanaopotea wakaachana na utaratibu wa Allah wakafanya kwa utaratibu mwingine, lahum adhabun shadidun, Allah hatawaacha hao, wanayo adhabu kali, bima nasu yawmal hisab, kwa sababu ya kusahau kwao kujitayarisha na siku ya hisabu. Kwa kufungia darsa yetu kwa leo aya hii, Allah amesema kwenye hadithul qudsi, ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, inni haramtu dhulma ala nafsi. Yani hapo tunahutubiwa binadamu sote. Hii aya ni address speech kwa Daudi. Kwenye hiyo hadithi, suala hili aliloambiwa Daudi wanaambiwa watu wote. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimejiharamishia mwenyewe, nimejiharamishia dhulma. Anaposema haramtu dhulma ala nafsi, anamaanisha mimi mwenyewe nimejiharamishia dhulma, si dhulumu mimi. Yote utakayoyaona yanajiri juu ya dunia hii, Allah hajadhulumu, ni uadilifu mtupu kafanya. Waja'altuhu bainakum muharrama, na hii dhulma nimeijalia ni haramu baina yenu, fala tadhalamu, kwa hivyo msidhulumiane. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, law anna awwalakum wa akhirakum, Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari, nyinyi mnakosea usiku na mchana kwa udhaifu wenu. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, yani enyi wana wa Adamu, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari, nyinyi mnakosea usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jamia, na mimi Mola wenu nimeshakuthibitishieni hakuna dhambi nisiyosamehe, nasamehe dhambi zote. Fastaghfiruni, kwa hiyo kuweni na utamaduni wa kuniomba msamaha. Aghfir lakum, mimi huwa ninawasamehe wanaoniomba msamaha, nitakusameheni. Ibn Adam, ewe mtoto wa Adam, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni, nyinyi kwa umoja wenu nyote hamuna uwezo wa kufikia kiwango cha kunichangia mimi manufaa. Hata kama ingekuwa dunia nzima binadamu tunaelewana,
tukaambizana, jamani, kwa mazuri aliyotufanyia Mola wetu, hebu tufanye kitu na yeye, tumpe surprise, tumnufaishe kidogo, tumuongezee kipato, tumtengenezee hiki. Allah anasema hamna uwezo wa kufanya jambo la kuninufaisha mimi ndo ninawapa nyinyi manufaa. Walan tablughu dhurri fatadhurruni, wala hamna uwezo wa kufikia kiwango cha kunidhuru mkanidhuru. Hata sote tuseme tunaungana tumemchukia, jamani tufanye kitu huyu tumfanyishie, anasema hamna uwezo wa kunidhuru. Na ndivyo ilivyo. Ibn Adam, enyi watoto wa Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, lau kama ingelikuwa wa mwanzo wenu mpaka wa mwisho wenu, majini miongoni mwenu na wanadamu nyote, tangu mwanzo wa ulimwengu mpaka mwisho, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minhum, kama wangelikuwa wote viumbe wangu wana moyo wa uchamungu wa yule mchamungu wao wa mwanzo kuliko wote wakawa hivyo, ma zada dhalika fi mulki shay'a, uchamungu wenu usingezidisha chochote kwenye ufalme wangu. Ndo lile hatuwezi kumchangia manufaa. Ibn Adam, enyi watoto wa Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum, lau kama wa mwanzo wenu mpaka wa mwisho wenu, wa jinnakum wa insakum, majini miongoni mwenu na wanadamu, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, nyote mngelikuwa mna moyo muovu wa yule muovu wao kuliko wote, hata kumshinda Ibilisi, nyote mngekuwa kama hivyo. Anasema ma naqasa dhalika fi mulki shay'a, uovu wenu nyote mkitenda uovu hapa duniani hamunipunguzii chochote kwenye ufalme wangu, na baki vile vile na jina langu na sifa zangu na ufalme wangu uko sawa sawa. Ibn Adam, enyi watoto wa Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, kama ingelikuwa wa mwanzo wenu mpaka wa mwisho wenu, majini na wanadamu kwa umoja wenu, qamu ala sa'idin wahidin, nyote msimamishwe kwenye uwanja mmoja, kama hivyo itakavyokuwa siku ya kiyama. Fasaluni, halafu viumbe wote hao waniombe, viumbe wote wa mwanzo mpaka wa mwisho, majini na wanadamu, kama wangesimamishwa kwenye uwanja mmoja, wakaambiwa haya, kila mmoja kati yenu amuombe Mola wake anachotaka. Wa a'taitu kulla wahidin minhum mas'alata, au wa a'taitu kulla wahidin minhum su'ula, halafu kila mmoja aliyeomba nimkidhie alichoomba, na uwezo huo ninao. Sasa angalia idadi ya binadamu, sisi tuliopo sasa hivi tu hapa tunaambiwa tumeizidi dunia, population ya dunia imekuwa kubwa. Wamepita mabilioni mangapi huko wameshafariki sasa hivi, na miaka mingapi ambaye hakuna mtaalamu anayejua urefu wa dunia tangu imeumbwa ina miaka mingapi, tangu yameanza maisha ya binadamu na majini ni miaka mingapi, hakuna anayejua. Lakini Allah anasema kama wanakusanywa wote viumbe hao wa mwanzo mpaka wa mwisho, halafu awaambie haya, waja wangu niombeni, kila mtu ataomba anachotaka. Na tunajuana tabia zetu binadamu, na majini wanajuana tabia zao. Mwingine angesema ili kumkomoa Mungu amwambie hii dunia yote nipe mie, si umesema tuombe tunachotaka, hii dunia yote nipe mie. Allah anawaambia nimekupa. Na wote wengine waombe kama hivyo, nimekupa, wote wangepata. Sasa hikma yake Allah anasema hivi, kama mungesimama uwanja mmoja, wanadamu na majini kwa umoja wenu na kwa ujumla wenu, tangu mwanzo mpaka mwisho, fasaluni, wakaniomba,
wa a'taitu kulla wahidin minhum su'lahu, kila mmoja nikampa kama alichoomba. Ma naqasa dhalika fima indi, kama ningefanya hivyo nisingelipungukiwa na hazina zangu kwenye nilivyomiliki, illa kama yanqusu almihyatu idha udkhila albahra, hapa kidogo ningepungukiwa. Lakini in terms of percentage, kama ningewapa viumbe wangu kila mmoja alichokiomba, ma naqasa dhalika fima indi, nisingepungukiwa na kutoa huko kwa vile nilivyo navyo kwenye hazina zangu, illa kama yanqusu almikhyatu idha udkhila albahra, isipokuwa ningepungukiwa kwa kiwango cha maji yaliyochukuliwa na shindano iliyotiwa baharini. Mihyatu ni shindano ile ya kushonea kama nguo, lakini ile uiseme ndogo, tukuze kidogo. Chukua kama mtaimbo ule wa kuchimbia mawe, utie hapo kwenye ziwa Victoria. Allah akizungumza bahari anakusudia ni sehemu yoyote iliyo juu ya earth surface iliyokaliwa na maji, yote inaitwa bahari. 70% ya ardhi juu yake imekaliwa na maji, 30% tu ndo ardhi tunayoishi, haya mabara yetu haya. Sasa kama wangelikuwa watu wamemuomba Allah, tena wamuombe kwa kumkomoa, kila mtu atake anachojua yeye kutaka, halafu Allah awape, anasema asingelipungukiwa na hazina yake ila kwa kiwango cha maji yaliyopunguzwa na shindano iliyochovywa baharini. Yani wewe umechukua shindano mkononi mwako ukaitumbukiza kwenye maji, halafu ukiitoa itakuwa iko wet, imeroa, sio? Sasa yale maji yaliyoganda kwenye shindano uliyoitoa baharini, ile ndo ingekuwa kiwango cha 1% ya mali ya Allah iliyopungua kwa kuwapa waja wake. Bahari iliyobakia bado ni mali yake yeye mwenyewe, ndo kapungukiwa hapo. Kwa hiyo akijiita Allah ghaniyun, ni ghani kweli, mkwasi, tajiri. Akisema Allahu akbar, ni mkubwa kweli kuliko vyote tunavyovijua mbinguni na ardhini. Allah ni mkubwa zaidi. Mwisho hadithi imemalizia kwa kusema, ibna Adam, enyi watoto wa Adam, innama hiya a'malukum, haya matendo yenu mnayofanya sasa hivi hapa duniani, amali zenu hizi mnazofanya ndani ya saa 24 za kila usiku na mchana, uhsiha lakum, mimi hizi ninakuhifadhieni. Umecheka, umesengenya, umepiga, umezulumu, umeiba, umefanyaje, umeswali, umefunga, umetoa sadaka, umesaidia wanyonge, haya mnayoyafanya kwenye maisha yenu ya sasa ndo amali zenu hizi. Uhsiha lakum, mimi hizi ninazihifadhi, ninakuhifadhieni. Thumma uwafikum iyaha, kesha hiyo siku niliyoitenga ya kuonana na nyinyi kwa malipo, ninakuja kukulipeni kwa mujibu wa haya mnayoyafanya hapa. Visa, vituko, mikasa au haki, uwajibikaji, uadilifu, haya mnayoyafanya sasa na yahifadhi. Siku niliyoitenga ya malipo, ninakuja kukulipeni kwa mujibu wa mlichofanya hapa. Sasa basi, angalizo, faman wajada khaira, siku ya malipo atakayekuja kukuta kheri, kafanikiwa, falyahmadillah, atapaswa amuhimidie Allah, amshukuru Allah, kwa sababu ndiye aliyempa mwongozo akafanya vizuri kwa kufuata utaratibu akafanikiwa. Kwenye suratu Zumar inasema mwisho wa yote siku ya kiyama, waqila alhamdulillahi rabbil alamin, watashukuru watu waliofanya vizuri, watamshukuru Allah. Watu na malaika watamshukuru Allah, kwa sababu kupatia kwao ni kwa sababu walifata utaratibu waliopangiwa. Maadamu umefata procedure, kazi yako itakuwa iko sahihi. Inategemea ufanisi wakati ulipotenda.
ufanisi wako wakati wa utendaji ndo unoipa kazi yako thamani, malipo yako yanakuwa makubwa. Faman wajada khaira, atakaye kuja kukuta kheri siku ya kiyama, falyahmadillaha, atapaswa amuhimidie Allah, amshukuru Allah. Waman wajada ghaira dhalik, siku ya kiyama atakaye kuja kukuta kinyume na kheri, kakuta shari, fala yalumanna illa nafsahu, asije akamlaumu yoyote, ajilaumu mwenyewe. Faman wajada khaira, atakaye kuja kukuta kheri, falyahmadillaha, amshukuru Allah, ndiye aliyemuongoza akapatia utaratibu, kazi zake zikawa na thamani, malipo yake yakawa makubwa, akapata saada, akawa mtu wa peponi. Amshukuru Allah. Waman wajada ghaira dhalik, atakaye kuja kukuta matokeo sio mazuri, fala yalumanna illa nafsahu, asije akamlaumu yoyote ila ajilaumu mwenyewe. Nani utamlaumu? Umeambiwa fanya hivi, ukasema sikupenda hiyo, mimi nitafanya hivi. Ukifuata matamanio ya nafsi yatakupotosha kwenye dini ya Allah, na ukipotoka kwenye dini ya Allah unakwenda kuadhibiwa siku ya hisabu, kwa sababu ya kudharau kufanya matayarisho ya siku ya hisabu.